Greetings, my beautiful people. I hope all is well with you. It's been a while, but I thank God for the precious gift of life. I hope your Sunday was awesome. I hope you're able to go to church. And even if you're not able to go to church, it is well. I think God knows you better. I'm not in a position to judge you or judge anybody because the word of God tells us that no one is perfect, no one is holier than thou. Only God is perfect, only God is holy. Mine is just to urge you to seek God diligently always. Manake tunaishi katika nyakati za mwisho. Wakati ambao unafungua hata social media ama chochote, unaona tu vifo. Iwe TV, iwe chochote ni kifo tu. Ishara ya kwamba tunaishi katika nyakati za mwisho. We need to seek God diligently. God tells us that even before we were formed in our mother's womb, He already knew us. And He has good plans for us in the book of Jeremiah 29 verse 11. Plans not to harm us, but to prosper us and to give us a hope and a future. God is no man that He should lie. Neither is there a son of man that He should repent or change His mind. The earth and everything belongs to God. The world and all who live in it belong to God. For He founded it upon the seas and established it upon the waters. Mine is just to urge you, no matter what you're going through, just seek God diligently. Do not give up and do not allow yourself, to be swayed by people who have actually sold their soul to evil or to the devil. I've been getting so many youngsters calling me, asking me for numbers of witch doctors, because they want quick wealth. Ukweli wa mambo ni kuwa ya kwamba you'll be sacrificed. I did not go to a witch doctor because of wealth. I had so much wealth. I was assigned by a media organization where I worked as an award-winning journalist to interview a witch doctor and evil spirits. And that is how I started connecting myself to them. But prior to that, or going all the way back to my primary and high school, and even in my university in India where I studied, you're well aware that India is normally referred to as the center of the devil due to their nature of worship. But I'm not in a position to judge anybody. Mine is just to urge you to seek God diligently. God is our Heavenly Father. His faithfulness endures forever. God tells us that even before we were formed in our mother's womb, He already knew us. So we need to seek God diligently. Just watch and pray lest you fall into temptation. No matter what you're going through, hata kama ni magumu kiasi gani, hakuna kile Mungu hawezi fanya. Mungu ni mwaminifu. Tunaishi katika nyakati za mwisho ambapo vituko zinafanyika. Ukilala ukiamka, fulani amekufa, fulani hayuko. Labda mlikuwa na mtu jana lakini leo hayupo. Ukiangalia social media, ukiangalia TV, kila mahali ni vifo. Sio kama enzi za zamani. Tunaishi katika nyakati ambacho dunia imekuwa kitu tofauti kabisa. Binadamu wamebadilika, wameweka uso zao mbali na Mungu kabisa. Na Mungu hajafurahia. Lazima tutumikie Mungu, tufanye mapenzi ya Mungu. Tupende tusipende, manake Mungu alituumba ili tumwabudu. Wewe ambaye haujaokoka, naomba ya kwamba upatie Mungu maisha yako na uweze kutumikia Mungu kwa haki na kweli. Na hata kama haujaokoka vile, kufanya tu vile Mungu ameamrisha katika His commandments. Tunajua commandments za Mungu na hata zingine maybe hautajua. Omba ili Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, who is our teacher, our guide, our helper, to come upon your life so that He'll be able to utter the deep things of God or reveal to you maisha ambayo unapasha kuishi mbele za Mungu. Na wasihi ndugu zangu na dadangu, nawapenda sana. Mimi nimepitia magumu sana. Mimi si kwenda kwa mganga kwa sababu ya mali. Hapana, I was a millionaire. But nilipoteza kila kitu after kuongea na mapepo na waganga kwa sababu nilitumwa kufanya story. That is one thing nataka kujua. Manake nimepata youngsters wengi wananipigia simu wakisema kwamba wanataka manamba za waganga na mapepo ili watajirike. Money is just to urge you. You'll be the one who'll be sacrificed because some of you now are just trying to sort of take things lightly. Angalia nyakati ambacho tunaishi, watu wanakufa. Kifo haijalishi, kifo haina huruma. Uwe mdogo, uwe mkubwa, atakuchukua kwa muda wako. Ila labda hauja kwa tayari kufa, lakini ukweli wa mambo ni ikifika imefika. Lazima tutafute tu Mungu kwa haki na kweli. Lazima tumtumikie huyu Mungu na tumpende kwa roho yetu yote. Mungu anasema ya kwamba if we worship Him in spirit and in truth, then His blessing will be on our food and water, and He will take away sicknesses from our body, and He will grant our heart desires. Mungu haezi danganya. Wakati unasoma neno la Mungu,
Mungu anakuongelesha, na wakati unaomba unaongelesha baba yako aliye mbinguni. Tafadhali nawasihi tutumikie Mungu, tumtumikie huyu Mungu, manake tunaishi katika nyakati za mwisho. Mimi naongelesha kama journalist, kama mtoto wa Mungu na kama mama pia ya watoto. Nawasihi, nawapenda na nazidi kuwaombea. Angalia zile vitu ambazo zinafanyika katika ulimwengu wa sasa. Iwe Kenya ama nchi gani, haijalishi. Mungu atusaidie, Mungu aturehemu, Mungu atubariki. Nawapenda sote na mzidi kukaa ndani ya Mungu. Tafuta uso wa Mungu tafadhali, manake bila uso wa Mungu hautaweza. Kutafuta uso wa Mungu inamaanisha kufanya mapenzi ya Mungu na kuomba na kusoma Biblia. Biblia ni neno la Mungu. God, let me tell you one thing, my beautiful people. You need to read the word of God, because God speaks to us through his word. God does nothing without his word. God and his word are one. And God's word can never return back to him in vain until it has accomplished that mission for which it has been sent forth. Let me tell you one thing. You have to actually create time to read the word of God. And then pray. Learn to pray. Learn to read the word of God. Don't tell somebody niombe. Hata kuombea paka lini. Hata we ujiombe. Ni vizuri sasa pia ujiombe. Manake kifo haijuangi ati mtu anakuombea ama kuombei. Lazima ujiombe, manake hatujui time ambayo Mungu atatuchukua katika huu ulimwengu. Tuzidi kutafuta uso wa Mungu, na wapenda wote na natarajia kwamba Mungu atawaonekania. Wale wanaopitia magumu na waombea kwamba Mungu awafungulie njia na awaonekanie. The youngsters, don't give up. God loves you so much. We know that the kingdom of God belongs to such, the youngsters, children, young children, the youngsters. Mungu anawapenda sana. Tafuteni uso wa Mungu na kila kitu katika maisha yenu itafanikiwa, itakuwa sawa. Mungu awabariki, nawapenda. Mpaka wakati mwingine, naomba sasa tutaonana majaliwa ya Mwenyezi Mungu. God bless you abundantly. Love you so much. God bless you.